Usiku na mchana nakupa sifa, day and night, Lord, I'll give you praise. Kila niendapo nakuinua, I will honor and live for you. Hallelujah. Amen. Hallelujah, kanisa. Amen. Kwa heshima ya Reverend Joseph Kera na mzee wa kanisa nyote na mwenyeji wangu Jackson, kwa sababu kwa hapa na furahi kwa nyinyi. Na asante sana kwa jina la Bwana. Amen. Naomba vile tuliposikia kwamba anaitwa Jackson Nyange, hiyo ni majina yangu. Madime ni baba yangu wa Madime. Natokea sehemu za Kagere, ambayo kutoka Voi constituency, Taita Taveta County. Nilikuwa nikishirikiana na mtumishi wa Bwana Siyano. Sikuja nilikuja hapa kama sisi kwa ibada, pia tukatembelea kwa pamoja. Elekea Rosini Mjiro. Tulikuwa na mshirika wetu, pasta alikuwa nao pale kaenda nyumbani. Jackson Makeo ni wa nyumbani. Na kazi yangu ni congregation, lakini si kwa kazi tu. Mungu ametuunganisha kwa sababu tumeokoka. Haleluya. Kwa hiyo mzako ni vizuri kuokoka. Maana kama sikuokoka singekuwa hapa. Pamoja kwamba niko na Jackson, na pamoja kwamba Jongera exist. Lakini kwa sababu ya kuokoka tumeunganika kwa damu ya Yesu Kristo. Haleluya. So kabla sijawaelezea nataka niwapatie ushuhuda wangu. Haleluya. Ushuhuda ni muhimu ili ujue nani anakuongelesha neno la Mungu. Mimi nimeokoka nikiwa kijana. Nakumbuka vizuri nilikuwa kijana wa 17 years. Back in 1979. Mwezi wa 5 saa 4 nakumbuka jioni saa 12 hivi nikapiana maisha kwa Bwana. Haleluya. Bwana anafanya injili ni vizuri kuambia mtu apiane maisha kwa Bwana. Wakati tunamwambia kwamba Yesu atakuja kuokoe, atakaa akingojea. Lakini mwambie mtu mwenyewe apiane maisha kwa nani? Kwa Bwana. Nikapiana maisha kwa Bwana kama wakati huo na nikatembea naye na nashukuru kwa sababu Bwana amekuwa mwaminifu. Wakati unatembea naye unazingatia mafundisho vile mafundisho Bwana anasema hapa, ujue neno la Mungu vizuri, uishi ukifuatilia, ujaribu kukaa katika hilo neno, uenende katika hilo neno na Mungu aanze kujionyesha kwamba ni kweli neno lake ni kweli. Sema amen. Na kwa kawaida mimi ni mjenzi, kazi ya kujenga hii kama nilikuwa mjenga hiyo. Nimesomea hiyo kwa miaka miwili. Nikawa nafanya kazi Mombasa from 87 to 200 miaka 2000. Nimekuwa nikienda nyumbani na bishop wangu kihubiri. So nilipenda neno la Mungu nikiwa kijana hivyo, na wakati wote nilikuwa sijaoa. Lakini 1995 ndio nikaamua kutafuta chumba nikaoa, na niko na watoto 7. Sema amen. Wote ni watu wazima, wamesoma hawa 6 wamemaliza form 4 ngine university hapa Kenya, na mdogo tu ndiye hapo form 3 mwisho. Nashukuru kwa sababu ya hiyo. Ndio naanza kazi zao. So I thank God for huo uaminifu wake na faithfulness. Jina la Bwana libarikiwe. Tunapokaa kwa Bwana si kuanzia tu pale tumetoka, tunapoendelea mpaka leo unaendelea kuona wema wa Bwana. Kwa hiyo mimi nataka kusema kama Daudi alivyosema kwamba nilikuwa kijana na sasa ni mzee. Mwaka huu nilikuwa nasherehekea mwaka wangu wa 63. Nikiwa nimetembea na Bwana, nimemuona Bwana na nimependa kumtumikia. Tangu wakati ujana nimependa kutumikia Mungu. Nilikuwa naacha kazi yangu na panda mpango naenda nyumbani na bishop kwa wakati wa missions, na katikati ya hiyo Bwana kanita ilikuwa ni ngumu, maana ilikuwa sikubali kuokoka, kuingia katika huduma. Kwa sababu nimekaa kanisani muda mrefu, nimeona challenges ambazo watumishi Bwana wanapitia. Maana nilikuwa church secretary, nilikuwa kiongozi wa vijana, nilikuwa mwalimu wa Sunday school. So baada ya hivyo nikawa karibu sana na mchungaji. So kwa sababu ya challenges ambazo wanapitia, brother najua, nikaona mimi nisiwe mchungaji. Tutasaidia wachungaji, tutasupport kazi ya Bwana. Kama mission tutaenda, kama ile kitu tunafanya, kama ni fungu la 10 tutatoa, sadaka tutatoa. Kwa hivyo mimi nifanye kazi yangu bila ujenzi. Lakini ndio muda ya hiyo kujitoa hapo
Bwana akaniita na nikastumble, baadaye nikakubali, nikaanza huduma mwaka 2000 kusaidia na mchungaji pale nyumbani. Mwaka 2003 nikaingia full time ministry mpaka leo. Sema amen. Na kule nimetumika nikiwa chini ya overseers wa mchungaji, nimetumika nikiwa karani wa wilaya yetu Kazina, baadaye nikawa assistant overseer wa district ya Voi, na juzi 2018 nikawa nimekuwa overseer wa Voi Kusini. Voi Kusini ni kuanzia kwetu Sagala location, Tunaona location, ukiungana na pale tuko na makanisa yetu 12, na Mungu amekuwa mwema. Bwana amekuwa mwema, hata leo watu wanaenda kwa mission. Wale kiungana asubuhi leo wanaanza mission pale Kasigao. Wale wanajua tuko na eneo letu Kasigao, Voi ndani huko. Sasa hapo ndio ninatokea kwa machache kutoka kanifahamu, na mimi napenda Bwana Yesu. Nataka naleta salamu siku kama ghafla nilipanga, na Bwana amenipitisha leo tuko na nyinyi. Mke wangu na wale wa nyumbani mwangu, wale wa nyumbani wote waliosalimu sana kwa jina la Bwana. Wao wanaendelea vizuri na siku leo wanaendelea kumpenda Bwana. So niko hapa kwa ajili ya kwenda kwa mkutano wetu, lakini kwa kupitia hapa ningependa kushiriki na nyinyi. Wakati tunamfuata Mungu, tunakuwa na mambo yale ambayo tunapenda kuona yakitendeka maishani mwetu, na sipotendeka unaona kama kwamba sijaamini vizuri ama kwa nini inakaa hivi na hivi. And that has brought many people wana hope step on jump wanataka church wao kwamba labda ile kanisa lingine ambapo mchungaji anafanya hivi ama ende hivi, there's an apostle there, there's a prophet there, mambo kama haya. Nataka nikwambie kwamba ukiwa nyumbani kwa Bwana, ikimaliza wangu imarika katika nyumba ya Bwana. Sema amen. Na kuanzia hiyo introduction yangu kwa kitabu chetu cha Zaburi, as my testimony as we pray, nenda kusikia ile ndio Mungu amenipatia. Kitabu chetu cha Zaburi 92 inaonyesha jinsi wewe na mimi ungeweza kukaa katika nyumba ya Bwana na uendelee vizuri. In English they say so that you may flourish. Mambo yawe mazuri zaidi ya vile yamekuwa. Mstari ule wa 12 na 13 inasema, mwenye haki atastawi kama mtende, atakuwa kama mwerezi wa Lebanoni. Waliopandwa katika nyumba ya Bwana watastawi katika nyua za Mungu wetu. Watazaa matunda hadi wakati wa uzee, watajaa na utomvu, watakuwa na ubishi. Watangaze ya kuwa Bwana ni mwenye adili, mwamba wangu, ndani yake hakuna udhalimu. Ustawi katika nyumba ya Bwana, ipate upande vizuri. Ustawi kama mtende, tena unastawi hata mahali jangwani. Ni rezi ile miti inataka forest inakuwa mikubwa, inafaa kwa ujenzi. Lakini mtende ina matunda mazuri, na kule Mombasa sisi hupenda tende. Hizi zinakuwa kama, lakini kuna vitu vinaitwa tende tamu sana. Lakini ili kufikia mpaka wote ule utamu wa Yesu, kama vile mwimbaji mmoja anasema, mpaka upende Yesu ajidhihirishe kwa maisha yako. Then you stay in a position, uwe special, uwe grounded, uwe rooted. Hallelujah. Bado tunapata miti, kwa mtu upanda na kumoa, upanda na kumoa, mwisho utaweka. So watu wengi katika imani yao wanaona kupanda na kumolewa, kupanda na kumolewa, na wanapoendelea kuzeka wanaanza kuizi. So imani yao inakuwa na wanazungumza mambo ya kitambo, lakini leo hawako vile walipoanza. Lakini ni vizuri ufike mwisho wa imani yako ukiwa umependeza Bwana. Sema amen. Nataka tuombe tunampenda Bwana. Baba Mungu, nakushukuru kwa sababu ya mchana wa leo. Kwa neema na kibali nasimama hapa Pefa Kasarani. Umenijalia neema Bwana ya kukuona wewe katika maisha haya. Na Bwana, kwa hiyo tunatenda moyo na kujengana na kufarijiana na kuinuana katika imani, ili jina lako lipate kutukuzwa. Litukuze jina lako Bwana kwa sababu ya kudhihirisha kwa maisha yetu, na kwa upendo huu umetuleta pamoja, na kwa kibali hicho Bwana napenda kusikia neno lako. Roho Mtakatifu atamia mioyo yetu tukaelewe Bwana, na kwa neno Bwana napenda kusikia. Wacha sote tuungane katika upeo wa kuelewa na kupokea kile ambacho umetuandalia mchana wa leo.
tukawaletee sifa na utukufu Bwana, ya kwamba Mungu wetu hatutatoka vile tulivyo Bwana, lakini tutakalisha kuingia katika upeo mwingine wa utukufu. Imani yetu ikaongezeke, toka imani hata imani Bwana, na toka nguvu hata nguvu kila mmoja wetu, ili Bwana katika kuishia hata kukutumikia, ili tukule jina lako kwa sababu ya wema na fadhili zako. Nasi Bwana pamoja ni kama tuko tayari kulisikia neno lako Bwana. Roho unaleta kanisa kwa utukufu wa jina lako, ni kwa jina la Yesu Mungu na kuamini. Sema amen. Ama unanipata? Haleluya. Kama vile nasema kwamba huyu Bwana ni mwema, nimemuona katika maisha haya na ni kwa neno lake. Yohana anasema kwamba hapo mwanzo kulikuwa kwa neno. Kwa hiyo kwa neno la Bwana tunamwona Mungu akiwa mwema. Maana kwa hiyo neno kugeuka na kutoka. Kwa hiyo neno tunakulia, alafu Mungu anaanza kudhihirisha. Kwa hiyo tunataka kuzungumzia juu ya Yesu kudhihirisha kwa maisha ya mtu. Nikilinganisha na vile Yesu alikuwa akiishi na kazisha kwa wanafunzi, wakakaa wakamuona, na baadaye akafanya mambo ambayo leo yako very remarkable in our life. Ya kwamba kwa hayo tunaweza sisi pia kumuona Bwana katika usiku wewe. Katika eneo lako haijalishi uko tofauti na mwingine, uko katika kiwango kile unajiona huko, lakini Mungu anataka ajidhihirishe kwa maisha yako. Tukizingatia udhihirisho wa Yesu Kristo, Jesus manifestation, baada ya kufufuka katika wafu, Yesu alipenda kujidhihirisha kwa wanafunzi ili wawe na imani na tumaini dhabiti, na wao pia waende, na hivyo iliwafanya wawe na ujasiri. Maandiko yanasema kwamba wakawa na ujasiri, na watu wakafahamu kwamba elimu yao sikuwa haikuwa kubwa sana, lakini kwa sababu walikuwa na Yesu, na watu wakaona vile wanafanya kama walivyofundishwa. Kama kwa klasi mwalimu anapenda aone watoto wanafanya vile wamefundishwa, and thereafter baada ya kufanya vile ulivyofundishwa, you become your own. Unakuwa unaingia kwa eneo lako la kupaa ama la kufanikiwa ama la kudhihirisha kwamba na wewe pia umekuwa pale chuoni. Sasa pia ukiwa kwa Yesu ni vizuri vile tunafundishwa siku ya baadaye kwa sababu kuingilisha kwa rahisi wakati tunaishi maisha yetu vizuri. Tunakuwa na breakthrough pale kijijini, tunapenda vizuri, tuna ujasiri wa kukabiliana na kila mtu, maana they know our walk in Christ. Bwana amedhihirisha kwa maisha yetu. So Yesu akapenda ajidhihirishe kwa wanafunzi. Haleluya. Nataka tusome kwa utangulizi, introduction way, katika kitabu chetu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume. Ndio maana this is a book of action. Hili kitabu cha matendo yaliyotendwa na watu baada ya Yesu kuondoka. And Dr. Luke aliandika vizuri akionyesha how he manifested himself. Now that comes again. Leo pia mimi Yesu ajidhihirishe kwangu kwa karne hii na kwa maisha haya niliyonayo. Na inakuwa ni vizuri, inakufanya uwe na ujasiri katika imani yako. Sema amen. Lango la kwanza wa kitabu cha Matendo, Yesu alidhihirisha kwa wanafunzi in different ways, ili kwamba leo mimi pia ajidhihirishe kwa maisha yangu in my pastoral way, so that when I abide in the house of God and I can flourish, naweza kustawi kama mtende, naweza kukua na kufaa katika ujenzi wa kanisa la Bwana na utamu wa Bwana uonekane. Hapa anasema kwamba siku ile alipochukuliwa juu, alipokuwa amekwisha kuagiza kwa Roho Mtakatifu wale mitume aliowachagua, wale aliowadhihirishia nafsi yake kwa dalili nyingi baada ya kuteswa kwake, ya kwamba Yohana akiwatokea muda wa siku 40 akiyanena mambo yanayohusu ufalme wa Mungu. Imani yetu inakuwa very grounded katika udhihirisho wa Yesu. Maana kama hawa mitume hawangekuwa Injili, hatungekuwa hapa. Kwa sababu Waefeso 2:19-20 nasema kwamba tumejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii. Ili nyumba hii isimame vizuri, lazima iwe grounded in a foundation to carry the whole kama mzigo wote wa hili jengo. So hata wewe ili ustawi na uendelee kukua, lazima grounded. Na hivi pia tunaona katika miti, unapostawi katika nyumba Bwana, kama kile mtu anapopanda katika shamba, miti ambayo ina mizizi ambayo legevu ama ya juu, baada ya
sio na uzito uongoka. Lakini kuna miti ambayo inakuwa grounded, inakuwa uprooted, inakuwa the more inaingia ndani, the more inaenda juu. So wakati wewe pia unaponyenyekea kwa Bwana, kama hawa wapendwa walipokuwa wamemwona Yesu anafufuka. Kweli tulisherehekea Pasaka, watu wa Mungu walikuwa na shauku sana ya kwamba Yesu amekufa. So hivyo wanaenda imani, walikuwa na hofu nyingi. Lakini maandiko yanasema vizuri, Yesu alijidhihirisha kwao siku nyingi mpaka kufa kwake. Yesu alipofufuka aliestablish ufalme wake kwanza kwa wanafunzi, ili kwamba wawe na ujasiri na nguvu za kuhubiri Injili, na wao pia waishi kwa imani kama vile naishia mimi na vile naishia. Lazima Yesu adhihirishe kwao. Ni jambo tofauti kusikia habari za Yesu na kuona habari za Yesu kwa maisha yako. Hii itakufanya ukae hata kama watu wengine hawakai. Inakufanya uombe hata kama watu wengine hawaombi. Inakufanya ufanye vile unavyojua kwa kufanya hata kama kuna vizuizi vya aina gani. No matter what. So unakuwa established in your faith. So nataka tuone kwamba Yesu akajifunza wanafunzi. Bwana amekuwa maeneo matatu ambayo yanapatikana sana kwa kitabu cha Yohana. Kuna maeneo mengi ambayo Yesu alifundisha kwa wanafunzi. Unaposoma kitabu chetu cha Wakorintho kinaonyesha, na pia kusoma Injili zetu za Mathayo mpaka Luka mpaka Yohana, Yesu alifundisha karibu mara 12 kufikia kwa Mtume Paulo. Kwa maeneo tofauti, individuals, collectively, lakini hii yote ilikuwa establish the faith. Imani yako iwe established, idhibitike. Sema amen. So Yesu akadhihirisha. Na napenda kudhihirisha ule wa kwanza na wa pili na watatu ambao tutashiriki na wewe hapa. Then we go in details. Then come to a personal way. Na tutakuwa tumemaliza. Sema amen. Maana nasikia kwa sababu Yesu asipojihusisha kwako, utakapofikia maeneo mengine, utaona kama si wewe unayehusika na hilo eneo. Lakini utakapomjua Yesu na wewe kujulikana kwake na kujua mapenzi yake na kuyafanya, there will be a manifestation. Na udhihirisho wa yale Mungu anafanya kwa maisha yako yatakupa ujasiri wa kuhubiria wengine, na pia itakupa msingi wa kumshia Bwana pasipo kutikisika. Kama vile Paulo anasema kwamba wapendwa, mwimarike msitikisike, mkazidi kufanya kazi ya Bwana, maana kazi yako si bure. Utaona faida ya Yesu kudhihirisha kwa maisha yako. Lakini there is a requirement of me and you. How will he manifest himself? So we're going to see maeneo matatu alafu tutazungumza. Katika kitabu chetu cha Yohana, Yohana hakuintroduce Yesu kama mwingine. Alizaliwa na mama yake Mariamu. Yeye alianza very powerfully akisema hapo mwanzo kulikuwa neno. And this is the man ambaye alisurvive mapigo yote, every persecution ilikuwa kule, na walijaribu kumuua. Na nampenda Yohana, walijaribu kumuua na wakashindwa mpaka akafika kifo cha kawaida. Yeye wanafunzi walikufa kifo cha kawaida, wengine wengi walisulubiwa, wakauliwa, na that happened in their position. Lakini Yohana alikufa kifo cha kawaida na alimpenda Bwana. Historia yake ni kwamba yeye alikuwa kijana. So mimi kwa sababu nimefanya kijana, napenda sana kuanzia pale. Haleluya. Na sitashinda na wale waliokuwa wazee. Haleluya. Na wakati tajima wanatamani jua liliokoka kule. Sema amen. Na mimi naambiwa pia kwa kanisa, katika pale akiniambia wao PCD pastor PCD, wao sema vizuri. Unasema na pastor ambaye alikuwa kijana, siku za mzee. Haleluya. Nimetembea na nimeona uzuri wa kupanda Yesu kiasi ujana wako, maisha yako yanasalimika. Lakini lazima kuwe na blessings. Zahau na kwa intimacy, unashirikiana na huyu Bwana ili adhihirishe wema wake na uaminifu wako. There is a requirement ya wewe pia kukaa mwaminifu na kuwa katika ule msimamo. So mlango ule wa 20 wakati chetu cha Yohana anaandika hivi. Hapa kuna dada anasema hata siku wa kwanza katika Yohana mlango 20. Hata siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalena alipata kaburini alfajiri
kungali giza bado, akaona lile jiwe limeondolewa kaburini. Basi akaenda ndio akafika kwa Simon Petro na yule mwanafunzi mwingine ambaye Yesu alipenda, akamwambia wamemwondoa Bwana kaburini, wala hawajui walikomweka. Basi Petro akatoka na yule mwanafunzi mwingine, wakashika njia wakaenda kaburini. Wakaenda mbio wote wawili, na yule mwanafunzi mwingine akaenda mbio upesi kuliko Petro, akawa na wa kwanza kufika kaburini. Akainama akachungulia, akaona vitambaa na sanda vimelala, lakini hakuingia. Basi akaja Simon Petro akaingia ndani yake, ndani ya kaburi, akatazama vitambaa vimelala, na ile leso ilikuwa imefungwa kichwani mwake haikuweka pamoja na vitambaa, bali imezongwazongwa mbali na mahali pake. Ndipo alipoingia yule mwanafunzi mwingine aliyekuwa wa kwanza kufika kaburini, akaona na kuamini, kwa maana hawajalifahamu andiko ya kwamba imempasa kufufuka. Basi wanafunzi wakaenda tena nyumbani kwao. Lakini Mariamu, hapo ndipo nazingatia sana, lakini Mariamu alikuwa akisimama karibu na kaburi, nje yake analia. Basi akilia hivi, akainama na kuchungulia ndani ya kaburi, akaona malaika wawili wenye mavazi meupe wameketi pamoja kichwani, na mmoja mbinguni hapo alipolazwa mwili wake Yesu. Nao wakamwambia, mama, unalilia nini? Akamwambia, kwa sababu wamemwondoa Bwana wangu, wala mimi sijui walipomweka. Naye kisha kusema hayo, akageuka nyuma, akamwona Yesu amesimama, asijue kuwa ni Yesu. Yesu akamwambia, mama, unalilia nini? Unamtafuta nani? Naye huku akidhania kuwa ni mtunza bustani, akamwambia, Bwana, ikiwa umemchukua wewe, uniambie ulipomweka, nitamuondoa. Yesu akamwambia Mariamu, Mariamu. Yeye akageuka akamwambia kwa Kiebrania, Raboni. Alipomwambia hivyo, na akasema vizuri kwamba akamwambia Raboni, mwalimu, umeweka wapi? Akamwambia, mimi ndiye. Lakini maandiko yanasema vizuri kwamba alipokuwa wameona kaburi liko wazi, wote wameamini, wamesadiki. Lakini huyu dada anaitwa Mariamu Magdalena hakuondoka pale kaburini kwa lengo la kwamba angeenda wapi, nani angemsaidia. Bwana, historia ya Magdalena ni kwamba alikutwa akiwa malaya ama kahaba, na akakutana na Yesu. Na sasa yeye alipokuwa pale, hakuwa kama wale wanafunzi. Yeye alilia na kutazama kaburi mpaka Yesu akatokezea. Na alipotokezea akadhania kwamba ni mtunza bustani. Lakini Yesu akamwambia Mariamu, akawaambia kwamba Raboni, yaani mwalimu wangu. Yesu akamwambia, usinishike, maana mimi sijapaa kwenda kwa Baba, lakini enenda kwa ndugu zangu ukawaambie, ninapaa kwenda kwa Baba yangu, naye ni Baba yenu, na Mungu wangu, naye ni Mungu wenu. Mariamu Magdalena akaenda akawapasha wanafunzi habari ya kwamba nimemwona Bwana, nami ameniambia haya. Haleluya. Hata hapa kuna udhihirisho tofauti. Hawa wameambiwa kwamba kaburi limekuwa wazi, wamekuja wakashuhudia na wakaondoka. Lakini Mariamu hakuondoka. Alipenda aone the last moment ya interaction yake na Yesu itakuwa vipi. Na kwa sababu akasema kwamba umemweka wapi? Kama umemwondoa sema. Lakini Yesu akatambulisha kwake. Na akafurahi sana. Haleluya.
hawakushindwa na hawakumwona. Lakini Mariamu, watu hawa mitume walipoondoka, Petro yule alienda kasi sana, kwa ni Yohana alikuwa kijana wana nguvu. Akatoka kasi, akigeuka kwa everything. Wakashindwa kuona ni kweli. Lakini sasa pamoja kwamba ni kweli haipo. Sasa iko wapi? Na hii inakuwa very people when we are making evangelism. Kama unasikia manza Yesu na huyu alimuona Yesu, huyu anakuwa na tofauti hata kwa ushahidi kotini. Naambia wewe umefanya nini? Wewe unisikia? Na wewe mimi niliona. Nani anakuwa evidence zaidi? Yule aliyeona. Sema amen. Lakini tunaanzia kwa kusikia, imani yetu inaanzia kwa kusikia. Lakini tunataka sasa Yesu ajidhihirishe kwetu akakusikia. Na hiyo ndio sababu hata kama alisikia, lakini akasema mimi nitamwita huyu Yesu asimame attend my position. So wakati umesikia ni sawa, lakini ni vizuri zaidi ukiona. Haleluya. Mambo mazako ni vizuri zaidi ukiona. Na watu wengi wanaorudi nyuma, wanafifia katika imani yao ni wasikilizaji. Lakini walioona ni walio na ujasiri, walio na ushuhuda kamili, walio na ule mori wa kudhibitisha. What they see. Oh, what they saw. Hii inafanya wawe na nguvu. Hii ndio sababu Matendo 4:13 wakauona ujasiri wa Petro na Yohana. Wakiwa ni wavuvi tu, lakini walikuwa na ujasiri, maana walikuwa na Yesu na waliona. Yohana anasema neno lile ambalo tulisikia na tukalishika, yale wakaliona, wakalipapasa. They saw him physically. So walikuwa na ujasiri. Hata wakati wameletwa kwa wazee, kwa Matendo 4:4, sema sisi hatuwezi kuacha mambo ambayo sisi tuliyasikia na kuyaona mwenyewe, lakini sisi hatuwezi. Kwa sababu huyu Yesu si kwamba tunamsikia, tumemuona. Unajua ibada ni nimemuona Yesu, nimemuona Bwana anapendeza. Lakini anapendeza kwa nini? Mariamu Magdalene akabaki pale. Na ndio anasema sura ya 11. Mariamu Magdalene akabaki pale akichungulia, akaona moto ya kwamba huyu Bwana ambaye aliniokoa nikiwa kahaba. Na alikuwa anaposema kusoma Marko mlango wa 10 mstari wa 9. Alikuwa kahaba, akatolewa pepo saba. Kwa hiyo aliona the deliverance aliyopokea kwa Yesu. Si kusikia habari zake tu. Na kwa sababu hiyo alikuwa anasikitika, how comes now huyu ameondolewa kwangu na sitamuona tena. Maana anasema huyu baba akachukulia akilia na kutazama, malaika wanamwambia wanatokea. Sababu 12 akaona malaika wawili wenye mavazi meupe wameketi kichwani na mmoja mguuni, hapo alipolazwa mwili wake Yesu. Huyu mama sikuchungulia kualishia kwa kuona kuchungulia kaburi. Wale walikuja witness, wakaona kweli huyu Yesu hayuko. Lakini mama alibaki pale akilia na akichungulia. What followed by, kile kitu kilichofuatia, alimuona Yesu. Lakini kabla ya kuona Yesu, there was a revelation. Na maana tunasema kwa without revelation in perish. So akapata ufunuo, akaona malaika wawili. Akaona hapo sasa mambo yanataka kubadilika kidogo. At least ninaona malaika wawili. Nikapata sasa information. So akabaki pale, akawaeleza, akawaomba kwamba mmemweka wapi? Akamwambia wao ndio walimwambia kwanza, mama unalia nini? Akamwambia kwa sababu umemwona. So Maria
kutoka katika kuzirai wakaanza kuangalia Yesu alijiwa ili tuwapunguzie mambo, sisi tutawashirikia. Sasa watu hongo wanazaleo kama hongo kwa watu sawa. Sasa nyinyi askari msema alijua wakati mko wapi, lakini walikuwa wanatoa uongo. So Yesu hakajidhihirisha kwa wanafunzi na kuanzia kwa leo pale tunaona wakati na ule uongo ambao ni wa kusikia si wa kuona. So ndio nasema vizuri. Malaika wakamwambia unalia nini mama? Akasema wamemuondoa Bwana. Na Maria anakumbuka vile alikombolewa. Alipotoka kwa mahaba akatolewa pepo zote saba. Basi mama huyu alikuwa na ujasiri wa kutaka kuona huyu Bwana alimfanyia miujiza yote. Itakuwaje aangamie hivi na mimi simuone. Akataka aone ukweli ulio. Maandiko yanasema kwamba atabaki pale. Wakati wanaume wamerudi nyumbani wakiogopa maisha yao kwa sababu za serious moment. Lakini mama mmoja akasema mama watu. Na Yesu alidhihirisha kwake. Nataka tuangalie mstari wa 13. Ndani ya nafasi nane ambayo amedhihirisha kwake. Na aliposema hivyo mstari wa 14, naye akisha kusema hayo akageuka nyuma akamwona Yesu amesimama asikue kwamba ni Yesu. Alipointeract na wale malaika ule funua kuona wale malaika akageuka nyuma akamwona Yesu mwenyewe, lakini maandiko yanasema kwamba hakumjua kwamba ni Yesu. Kwa sababu gani hakumjua Yesu? Yesu alikuwa amechukua mwili mwingine, sema amen. Ambia Yesu alikuwa mwili mwingine. Si ule ambao ulikuwa unazio na milango. Alikuwa na mwili ambao unaweza kupenya kwa milango kwa madirisha yakiwa yamefungwa. He took the glorious body ambao wanafunzi waliona baadaye akiingia wakati amefunga milango. Leo naona na ndugu, hata kama baba yako na mama yako wanampenda, mke wako amekufa alafu aingie kwa mlango, unasemaje? Milango na mtazame. Utapita waza kuolewa. Unataka kwenda na tena ulipenda kweli, lakini hawa walishangaa pia, walikuwa na wasiwasi. Wamesema pengine ni msimu, lakini Yesu akaita kwa mama huyu. At the first time akafika kwake. Akamwambia neno waambie ndugu zangu ya kwamba na watangulia kwenda Galilaya ndipo watakaponiona. Haleluya. Iko sema ya Yesu kujilisha kwa Mariamu. Ndio nataka nikwambie leo. Leo kuna watu wengi hawaamini Yesu because they are not dedicated. Hawamaanishi kukaa. Tunaweza kuimba lakini hatukai vile tunaimba. Haleluya. Sio tunaimba. Bwana nataka nikuone. Sitoki hapa. Nataka unibariki, sitoki hapa. Haleluya. Naomba nibariki wewe. Sitoki hapa, sio unibariki. Na baadaye unatoka. Unatoka tena na mashaka. Wanafunzi wake na Petro walitoka pale na mashaka. Ni kweli amefufuka, lakini yuko wapi? Tumevuka vitabu kweli leso zile sana yake yuko pale, lakini yuko wapi mwenyewe? Labda unasema kwa sababu alikuwa anataka muujiza huyu, labda alienda mahali kwingine. Hata alifikiria kwingine sana. Lakini Mariamu alikuwa na nia tofauti yake hapa. Akitaka aone last minute. Maana sana siku hapa yeye hayuko. Akachungulia kaburi. Kweli hivi Yesu ni mwisho. Kweli kali hivi tumemkosa. Na akikumbuka vile alivyotendewa. Haleluya. Wajua mtakupenda kwa basi kumkele siku ya kwanza mlipookoka. Leo nimekumbuka siku ya kwanza nilipookoka nikiwa kijana. Mara nyingi wanalia machozi na sema kama si Bwana nani angeleta hivi? Because they are comparison. Huwa naangalia wale wa ndugu zangu na wale watu ambao hawajaokoka tangu miaka. Vile maisha yanaenda vile ruka. Lakini mimi kwa neema nimekuwa vile nilivyo. Na wewe uko vile ulivyo kwa sababu ya neema. Ni lazima utabaki. So, it is a position you dedicate yourself. Unamwambia Bwana hapa nataka nikuone. Sitoki hapa sikubariki.
jambo hili kufanya tuwe na maombi. Wajua leo Wakristo wengi wanataka kuomba na wanataka kuombewa. Haleluya. Wewe unataka kufanya nini? Kuombewa. Kuombewa na mchungaji, kuombewa na kila mtu, hata kuombewa na mtu hata hajui. Unataka aombewe kwa shida yake. Na hii ndio kwetu pale. Kwa watu wengi wanataka shakahono. Tunatoka hapa kwanza. Kwa sababu ya bora kanisa, bora kufanya vitu tunaambiwa, lakini there is us. Ndio za muhimu. Haleluya. Vile ulivyo. Mambo kwa sababu za wifi kwa vile ulivyo. Kama unataka wifi, unastahili the right person. Vile ulivyo unaweza ukashuhudia habari za Yesu. Maana anadhihirisha mambo fulani. Haleluya. Na pia expression ya Petro anamwambia yeye tuweke pale leo hata pesa, fedha na dhahabu hakuna. Lakini kile tuko nacho tutakupa. Na akasema tutazame sisi. Hauko na ujasiri, hauko na unyonge, basi tutazame sisi. Hata kama tuna fedha sahihi, lakini we have something more than money. Hallelujah. Mwambie mwenzako una kitu zaidi ya pesa. Uko na pesa. Hata kwa sababu watu wengi wanasema shida kuhubiri injili maana na kuhubiri tajiri. Kwa maana mmoja kuhubiri tajiri. Ni tajiri kwa kumi. Akaenda pale kwa sababu alikuwa hali yake sasa kuhubiri na mmoja kwa kukoka anaangaliwa na jamaa. Anadunga mpango huko. Sasa mheshimiwa kama baadaye. Unaona? Yeye bwana ubiri kumbe akipata pesa na nani? Bwana alikuwa ni mbali. Tungeona zamani. So kwa sababu ya ujasiri wa Petro alijua walicho nacho. Ndio ilifanya pia Mariamu Magdalena akawa na ujasiri. Hata tuko kama anajibu maombi lakini alijibu nini? Ni kitu gani as a result of prayer? Mama Magdalena alibaki pale akilia. The sense of crying and staying there is dedication of omba. Bwana atakuache. Sasa unajua katika yake sasa I'm finished. Kama utanisaidia nitoke hapa. Sasa nitakuwa hapa ili nitakana na gani? Na hayo Yesu ndiye muhimu akatokezea. Sema amen. Yesu akatokezea mahali pale mtu anamaanisha. Jina la Bwana libarikiwe. Hiyo ni sehemu namba 1. Akamwona Yesu. Akaenda kwa Bwana. Nimemuona sikusikia kama vile niliona sana kwa mimi mwenyewe nimemuona na ameniambia nisidii. Haleluya. Wengine waliokuwa wakitembea kwa kile kile ya Yesu. Wanazungumza habari za Yesu. Haleluya. Mapema za kupima mazungumzo ya muhimu. Hawa ni watu pia waliomwona Yesu. Hata wanazungumza wanaenda. Akifikiria kwamba Yesu atafanya mambo lakini asubuhi wanawake wameenda pale tunasikia habari ya kwamba kuna hivi. Lakini walipokuwa wakizungumza wakienda, Yesu akajiunga na wao. Wajua mara nyingi sisi tunaangalia simu zetu, TV, vile vya jamii hapo kwa Nigeria, Tanzania, kwa tumbo vya chawi na kidana, unazungumzia habari ya mapepo na majini kule kwetu pale, zungumza majini kuna mapato tunatekeleza kwa nini? So na sensitive. Nakumbuka wakati mmoja tukiwa pale tunafanya kazi, hata pesa ndio uwezo kuokota ukiokota kumbe ni majini. So na mwingine akana mapepo. Hata kama ndio wanaokopa hivyo. Lakini katika kidogo tunazungumza habari za Yesu, Yesu anajua kidogo. Wewe umetoka hapo bwana. Watu wamesikia wewe hapo. Yesu akachunga na wao. Bwana kwa kuzungumza habari za nani? Zake. So wakati the more you are speaking na kuzungumza habari za Yesu, Yesu anaweza kudirisa kwako. Wakati unaanza mambo ya shida, matatizo, vikwazo ndio vinakuja. Ukisema mambo ya chama na wadada, unakuta unamgonga kwa ndoto. So, Yesu akadhihirisha kwa Mariamu, akadhihirisha kwa kina Magdalena. Lakini kuna eneo lingine ambalo la muhimu sana, ambalo linafanya kwamba sisi pia kushaokoka, tupende Bwana adhihirishe kwetu. Nasoma hiyo katika kitabu chetu hapa kwa kitabu chetu cha Yohana. Sema bezi ile Yohana. Mlango wa 20. Tukienda hapo mbele. Kuna watu ambao hawawezi kukubali waliosikia habari zake Yesu. So, hata Mariamu alipoenda kuna ndugu hakuwepo. Maana wanasema kuna ndugu hakuwepo. Sura 24.
They were meeting. Yesu alifundisha kwa wanafunzi. Wamemwona Bwana. The whole congregation Yesu tunataka usome wakamwona Bwana. Mariamu alipoenda pale, walipokaa Yesu alikuja kwao. Walipokuwa pale Yesu alikuja kwao. Lakini walikuwa wanafunzi 10. Kuna mmoja alikuwa absent ambaye ni Thomas. Hiyo pia ni kitu ambacho Mungu anataka kutuonyesha kwako. Hata kama umekosa ibada, lazima ujue what is happening in the house. Maana watu wa nyumbani. 24. Inasema walakini mmoja wa wale tenasha Tomaso aipaye pacha hakuwepo pamoja nao alipokuja Yesu. Basi wanafunzi wengine wakamwambia, tumemwona Bwana, na akawaambia, mimi nimeziona mikononi mwake, nisipoziona mikononi mwake hofu za misumari, na kutia kidole changu katika mahali pa misumari, na kutia mkono wangu katika ubavu wake, mimi sisadiki hata kidogo. Basi baada ya siku 8 wanafunzi walikuwa wamo tena. Tomaso pamoja nao akaja milango imefungwa, akasimama katikati akasema, amani iwe kwenu. Kisha akamwambia Tomaso, lete hapa kidole chako, uitazame mikono yangu, ulete na mkono wako utie ubavuni mwangu, wala usiwe asiyeamini bali amini. Tomaso akamwambia, Bwana wangu, Mungu wangu. Yesu akamwambia, wewe kwa kuwa umeniona umesadiki. Ni heri wale wasioona wakasadiki. Sema amen. Pamoja na maombi. Hiyo tumemaliza kwa rekodi. Sasa tunaingia eneo la Tomaso. Tomaso hakuwepo kwa ibada ama kwa Yesu alipokuwa anadhihirisha kwa wanafunzi. Usome kwa tumeanzia kwa mteleni. Na ndipo anasema vizuri, Yesu wakati huo alikuwepo. So Yesu anataka kudili na wanafunzi wake kama vile anataka kudili na mimi na wewe hapa. Usiwe usiamini. I'm dealing with an area ya faith. Pamoja na maombi, lazima uwe mtu ambaye ana imani. Wabrenda sema kwamba imani inayana mambo yasiyoonekana, lakini yakitarajiwa yanadhihirika, yanakuwa manifest. Ni kweli tunaamini watu wakati kila utaamini neno la Mungu, lakini baada ya kuamini there is a manifestation today. Tumepokea vile neno linasema. That is the reality. Hiyo ndio hakikisha kwamba neno la Mungu ni kweli. Na hata nyingi zinapotea kwa sababu hawapokei vile imeandikwa. Maandiko yanakuwa kama historia ilikuwepo zamani kwa Wayahudi. Lakini there is a manifestation. Mungu anafanya vile aliahidi kwa neno lake kwa maisha yao. Kama vile nimekuambia. Nimemwona Bwana kwa miaka yote. Jina la Bwana libarikiwe. In myself, kwa huduma, kwa familia. Sisi ni wale watu kutoka Bwana. So, na nasema neno la Mungu. Nasema Tomaso hakuamini wale wengine. Na hata leo watu wengi wanabaki nyuma baada ya kuokoka, maana hawakai. Huyu fast. He was absent in church. Haya sasa inabaki kumwambia zako. Usije unakuwa usimuliza. Wajua nilifanya siamini kwamba hapo yako wakati watu wanaona Yesu. So alipokuwa kwa Yesu kwa kilikuwa ni historia. Hata masomo yale yanafanya mimi sipepo simuona msalaba na simuona hata kuni. Maana hakuwepo kwa mkutano wa maana imani kuja kwa kusikia kutoka kwa Bwana kupitia kwa neno lake kama Warumi wanasema 17. Hata Mungu alikuwa absent in the meeting of Yesu. Alidhihirisha wanafunzi. Kwa sababu hiyo hawaamini wale waliokuwa. So without faith cannot please God. Baba kuna mmoja wanaenda kusema. Kwa sababu imani hatuwezi kumpendeza. Kwa sababu gani? Ile imani inakufanya uwe na hakika. Yale mambo ambayo unapenda uyaone. Sema amen. Hawajaona. So ukitaka muone Yesu lazima uamini neno lake. Maana
Tomaso akakubali. Kwa sababu gani wapendwa? Tunalindwa kwa imani. Tumeokolewa kwa imani, si kwa matendo yetu. Kwa wakati tunamwamini Mungu, tunatoka katika unbelief. Yule askari wakati wa Elisha aliambiwa kesho nabii, kesho chakula kitapatikana, akasema hata kama hiyo haiwezekani. Akasema kwa sababu uamini utaona karibu. So if you are going to be a partaker of the blessing ya kwa Bwana aonekane kwa maisha yako, lazima kwanza uwe present. How will you appear in the presence of God? Vile unapatikana nyumbani kwa Bwana. Ni rahisi kupatikana nyumbani kwako, ni rahisi kupatikana mahali pa kazi, ni mahali kupatikana kwa mkutano wa heshima fulani wa kaunti level ama wa national level. Lakini unakuta kanisani watu wanakusanyikana kwa sababu yoyote, hata ile haina maana. Haleluya. Hata vile msafiri jana daftari hapa anasema wao nisikia mchovu sana, so today I'm relaxing, sitaenda kanisani. Watu wanakaa sababu. Sasa hatujui sababu ya Tomaso kutokea kwa mkutano. Lakini that time there's a lot of tension. Kulikuwa na msukosuko mingi. Wanaume hawa waliokuwa na Yesu walikuwa katika hatari kubwa. Itakuwaje? Lakini Yesu akakubali. Akapenda adhihirishe, kwa tumesoma kwa Matendo. Alilisha siku 40 days of manifestation. Ilikuwa ni ya kumanifest, ni ya kuestablish the faith yetu, imani yetu katika Bwana. Maana hakuna nabii wala mtume ambaye katika vitabu vyote vya dini, hata kama si wa Kristo, ambaye alifufuka wafu na akaonekana tena kwa siku, na hakuna mtu atafanya kitu. Yesu alienda siku 40 na hakuna aliyefuatilia tena, because he could disappear. Mnasema watu waganga na wachawi. Tunaona kwa waganga na wachawi wanasafia, wanatembea, wanatembea siku na Mungu, wanatembea siku na Mungu. Lakini Yesu akatokea, aliposaidia wachawi na waganga akatokea, wakati milango imefungwa. So wanafunzi imani yao ilishindiliwa, ikawa establish vizuri. Siku 40 akawa anazungumza nao juu ya ufalme. Ufalme nini? Ufalme ni utawala. How they would dominate, how they would engage the gospel. So 40 days were enough. Katika Biblia usika miaka 40, ilikuwa ni miaka ya mageuzi. Miaka ya maandalisho. So injili ikaanza kuanzia hapo. Akaanzisha kwa nini? Alikuwa personal people, watu binafsi akaanzisha kwa watu wawili walikuwa wanazungumza, walikuwa wamekaa wanakula, hata wale wandugu walikuwa wameona sasa sijui tufanyaje, labda tunakufa kidogo tupate riziki. Yesu akapeleka pale na akaprovide. So Yesu alitaka eneo zote, alitaka watu wawe makini. Asiyakaondoka, maana angefufuka kesho akaenda Mungu. Sasa usifike kula kusoma Biblia. Kwa nini Yesu akufufuka akaenda Mungu? Kama ndio ukiponea mateso, kesho yake ukitokezea unataka kukimbie, sio kashikwa tena. Lakini Yesu alikaa siku 40 akionyesha wanafunzi. Hapa huyu ndugu alikuwa hana imani. Pamoja na kwamba alitembea na Yesu, lakini kwa yale mambo yaliyotokea, imani yake ikawa haikubali hata ndugu wamwambie nini. Kuna watu akipitia shida, ataona kama shida yake si kama yake. So ukimjenga na ndugu kama imani, hata imani ya kaida, yeye hamjapita limepitia. So hata Thomas alikuwa na hiyo kesi. Akasema ndugu, mimi ni mtu mzima, mimi nimekaa na Yesu. Na mimi basi nimuone. Alikuwa anataka nini? Udhihirisho wa Yesu, lakini Roho Mtakatifu hakusikia. Na imani ndio inafanya tupokee baraka za Bwana. Kwa imani hatuwezi kumpendeza Bwana. Lakini imani hiyo tunaleta. Jina la Bwana libarikiwe. Kitabu cha Petro wa kwanza, mlango wa kwanza na kushirikisha kwa imani. Namba 2 nikwambia, ya kwanza ni maombi hapa kujitoa kwa Mungu na kutafakari mapenzi ya Bwana. Ndio sababu ile namba 1 ili Yesu ajieleze kwa namba 2, you must have faith to attain and receive things of God. Na mambo ya Mungu na promises. Kwa imani hiyo, kwa kukaa kwa imani, kwa kukaa kwa matendo yetu, yanayoonyesha imani yetu, tunapokea udhihirisho. Yesu anaonyesha kwetu, anatufanya tuwe bora kuliko jana. Mlango wa kwanza, kitabu cha Petro, mstari wa 5.
Petro wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 5. Mstari wa 5 nasema, nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani hata mpate wokovu ulio tayari kufunuliwa wakati wa mwisho. Wokovu wetu unafunuliwa kwa njia ya imani, na katika imani hiyo tunalindwa. Na nimelinganisha wakati Danieli aliomba, kulikuwa kwamba watu wasiombe siku 30, lakini Danieli akaomba. What happened? Kwamba wakati ametupa katika tundu la simba hawakumdhuru. Na wakatumia kwamba labda hawasema labda hawana haja na nini. Walipojaribu wale wakanisi wao hawakupata chini. So ulinzi wa Bwana unatokea pia unapoishi kwa imani. Mara nyingi baada ya kuokoka au walk now, vile unafanya sasa kwa kuwa umeokoka, it is very remarkable. Hapa ndipo tunafanya ama tunafanya. How you walk in your faith. Mara tunaenda kwa imani si kwa kuona. Lakini baada ya kutembea kwa imani, tunaziona baraka za Bwana. Tunaona mkono wa Bwana. Lakini umeona baada ya kutibu. Mnalindwa na nguvu za Mungu. Petro akaomba hivi, alijua kwamba tunalindwa na hizo nguvu ambazo zinafunuliwa kwetu, lakini kwa njia ya imani. Vile unafanya kwa kuwa umeokoka, kwa kuwa hilo ndilo neno ambalo unalofahamu, hapo Mungu anakulinda. Danieli alipofanya hivyo alilindwa. Is a sense and a sign of manifestation. Ukitaka Mungu akulinde, ishi kwa imani. Kuishi kwa imani ni kufanya vile Mungu amesema, hata kama hujaona. Maana mpaka usikie na utembee kwa hiyo njia ya imani, walk by faith. Then after walking by faith, Mungu anafanya nini? Anakufunulia. Kama vile dada Mariamu alipokaa kwa imani yake pale, akitaka aone the last minute kutakuwaje. Baada ya kidogo akaona malaika. Baada ya kidogo akamwona Yesu mwenyewe. Sema amen. Na mpigie Bwana Yesu makofi. Haleluya. Hapa ndipo tunafaulu kukua kwa maisha yetu. Wakati tunaomba Mungu anakufunulia kwa maono kwa watu. And then inakuwa manifested. Unaanza kuona zile baraka za Bwana. Unaanza kuona vile Mungu anafanya neno lake litimie katika maisha yako. Haleluya. Hapo ndipo unachukua another engagement. Wakati unataka Mungu akudirishe, ni wakati unajitoa kumtumikia. Ukiona Petro anasema kwamba tutazame sisi, kwa sababu walikuwa wanatumikia Mungu. Andiko linasema katika Mwanzo 3 unatenda kwamba walikuwa ni wakati wa maombi, time of prayer, saa ya maombi. Walikuwa time ya maombi saa 9. I'm supposed to be in church. Hata kama kengele haijapigwa, hata kama sijapigwa simu kama leo, ningesema hata kama sijapigwa simu, najua this is time to be in the presence of God. Maana hapo ndio tunaflourish. Hapo ndipo nguvu zetu zinaendelea. Hapo ndipo tunapokea yale mambo ambayo yanatupelekeza katika destiny yetu. Huwezi kuflourish outside the courts of God. We flourish in the courts of God. Alafu unakuwa tayari kutumika. Lazima kuwe na point of change. Isaya anasema kwamba Uzia kufa. Yeye haisemi anakuwa anaishi ama alifika, lakini hapo ndipo alipoona Bwana. Sasa Bwana akapinga na Isaya, akamtakasa na akamwondoa. That's a sign of manifestation. Ni kweli kuanzia mlango wa kwanza wa Isaya mpaka wa 5 alipokuja Bwana akaona kile kilichofuata. So mara nyingi usipomuona Bwana in another area better than ever before, unakuwa stagnant, unakuwa limited.
sisi wale ambao tunaona ufufuo wa kazi ya Bwana, tunaona Bwana mbarikiwe. Wakati tukiokoka, wale wote nchini Kenya walikuwa kumbuka 86 kwa kijana. Nilirudia kama kero Mombasa. Wengine wanasikia kwa historia ya kifo. Nimeona mambo na hawa wazee wote walianza nchini. Toka leo nikiwa sio kitu, najua there's something wrong somewhere. Na sababu najua mwenyewe. Ndio kwa maana napenda na shift blame. Kwa sababu ile dada msikile ndugu. Lakini wakati wewe uko tayari, unakuwa tayari na kuingia. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Unakuwa tayari kuingia kutumika. Ile sehemu ya mwisho ambayo nimepata hapo kwa Yohana. Wakati Yesu anamaliza mambo yake na mwandishi wa Yohana, alidili na Petro. Kama unanipenda, lazima unitumikie. Haleluya. Haleluya. Napatia statement mwambie mwenzako hapa. Kama unampenda Bwana, lazima umtumikie. Ni lazima. Kama unampenda Bwana, ni lazima umtumikie. In every area, kuna area nyingi. Sasa area yako ya kumtumikia Bwana inategemea vile unaguswa, lakini lazima utumike. Hata kama utakuwa mchungaji, utakuwa mwasia, utakuwa mzee wa kanisa, lakini kuna sehemu yako haleluya. Lazima utumike, maana mbinguni watu wanapatiwa dhamana ya utumishi. Pamoja na kuokoka. Ama sivyo, ungeokoka na ukafa kisha kwenda kwa Bwana. Haleluya. Lakini kwa sababu unaishi, Mungu anataka umtumikie. And you must be ready to serve. No matter your age, no matter your status, hata kama hujaolewa, hata kama hujaoa, hata kama kuna nini, Mungu anataka apate watumishi. Ndio sababu anasema mavuno ni mengi, watenda kazi ni wachache. Watenda kazi ni mimi na wewe. At your position, lazima utumikie Bwana. So, Petro akamwambia hivi. Mlango wa 21. Napenda ile terminology ambayo Yesu alitumia kudili na Petro. Katika mlango wa 21. Mstari ule wa 15. Hii ni mara ya tatu kulingana na Yohana. Anasema hii mara ya tatu Yesu anajulisha wanafunzi wake. Alisema watu personal, but now is manifesting himself kwa watu wake ili waendeleze huduma, ili waendeleze injili, ili waendeleze kazi ya ufalme. Hapa anasema kwamba Yesu akaja tena. Wakati huo wandugu walikuwa wameenda kwa biashara na Yesu akafuata huko. Sema amen. Basi walipokwisha kula na kunywa, mstari wa 15. Akamwambia Simon, je, Simon mwana wa Yona, wewe unipenda kuliko hawa? Wakamwambia, Bwana, wewe wajua kuwa nakupenda. Akamwambia tena, Elisha kondoo zake. Mstari wa 16. Akamwambia tena mara ya pili, Simon Petro mwana wa Yona, wanipenda? Akamwambia, ndiyo Bwana, wewe wajua kuwa nakupenda. Akamwambia, chunga kondoo zangu. Akamwambia mara ya tatu, Simon mwana wa Yohana, wanipenda? Petro alihuzunika kwa vile alivyomwambia mara ya tatu wanipenda. Bwana akamwambia, Bwana, wewe wajua yote. Wewe watambua ya kuwa nakupenda. Yesu akamwambia, lisha kondoo zangu. Hapa anamwambia this is a sense of service. Mara nyingi tunapookoka tunamwomba Bwana, Mungu anatubariki na kazi, anatubariki na biashara, anatubariki na mambo mengi, anatubariki na watoto na kizazi. So vinaleta tena vinakusudia kutumika.
Lakini mimi nimeka Mombasa, mimi nakwambia siwezi kwenda Mombasa. Kajuzi walikuwa Waislamu wanafunga. Tunakuta watu wa Waislamu wale wenye kazi na biashara wana resume. Ukienda Mombasa kwa mfungo, hoteli zote, biashara zote za Islam zinafunga. Because they are dedicated to serve. Lakini Wakristo that much. Nakumbuka niko na gari yangu. Wale ni gari na gari. Sasa siku moja nikapita petrol ya Uislamu. Hapa kwa petrol. Baada ya kufika pale na kuangalia kwa mingi, pikipiki. Kutoli biashara watu wanakuja. Kuna baba yake anafanya kazi, ana swali. Hakuna swali wao wanataka na wakati wa mahali kwa gari. Kile anaenda mswala wake hata kama takati ya msifu anaenda pale anaenda mswala na swali hizi sasa tabia ya sawa unasali saa 11 asubuhi fikia saa 6 saa 7 kumi saa 12 saa 2 uko na kanunda uzo tano sawa sasa bwana nasali so na baada ya kubeneficia nyingine yote au ya kufanya kama yeye kama mmoja hapa huyu bwana anasema mpaka malizi. Ndio hauna petrol. Pamoja na kuokoka kwetu. Tulikaa pale. Bado tuko serious. Na kutumikia Mungu. Kwa njia yake. Lakini wewe na mimi haleluya. Mimi bwana nisaidia wakati mmoja. Kama mimi nitapewa kisha kwa anakuja nyumbani ikiwa sijaingia kwa nguvu naomba nachukua nafasi kazini na naenda kwa mission this week na watu wanafanya kazi kwa wingi wewe kali sana so nafikiria nikirudi kwa sababu nimepitiliza kidogo na huduma inaendelea nikirudi nisubiri kazi ya shamba na mambo yake lakini kiana niona angalia sasa kazi na baba hiyo iko hapo bana hata mmoja kama ndio bwana usiku kwa kule umeenda bwana sisi tumesomea kazi bwana sasa tupangie kazi na lakini wengine walikuwa na wafia wewe ulikuwa na kombe zako ndugu na baba wewe ndio ukija kwa mbele unafo so nasema ni wakati unamtumikia Bwana anakuwa kwa hofu wengine wanakuwa kufuta kwa sababu kuna hata uko lakini msikufuta basi naomba sasa kazi bwana chelewa wengine hata hajui kazi na bwana na wewe ndio mtu bwana napata kibali cha kuendelea haleluya lakini nimesema basi nilikuwa nasema wale kando kule wagerea walikuwa nitabongeni mkubwa nikisema wao nimesema kwa nini nafikiri kupata kitu baadaye fefa ambapo zako fefa kibali cha Bwana kikiwa juu yako unapata kitu kinaitwa fefa unapata kibali kwa sababu gani ni kweli na Bwana ni kweli you are dedicated ni kweli na imani lakini how you serve it shows your love for Christ inaonyesha imani yako na hiyo ni kitu rahisi unaposema na mpenda Bwana what is showing kitu gani kinaonyesha ni mpaka mtoa kwa Bwana kumtumikia maana Yesu anampenda aliacha wapi aliacha mbingu hakuacha kaita aliacha mbingu akaja kutuokoa so Petro anamwambia kwamba kama unanipenda unitumikie na kaambia mara ngapi na kawa tayari wewe kushaka leo na kutumikia kwa Mungu yako mara nyingi tumeomba Bwana umemwamini Bwana Mungu anataka ili kwamba ufanikiwe kujitoa sana kumtumikia Bwana na hiyo inathibitisha nikimalizia katika kitabu cha Ayubu kama unapoenda kuomba I want you to position yourself kwamba umtumikie Bwana kwa njia ile ambayo amekuita. Maana yeye Bwana amekuita kwa kusudi. Ayubu, kitabu cha Ayubu mlango ule wa 42 mstari wa 5. Ayubu mlango wa 42 mlango wa mwisho. Ayubu baada ya kupitia mateso haya yote alizungumza mambo haya ambao kwa sababu kweli tunasema Ayubu was restored after great conflict in their life yake na jamii yake ili Mungu amsaidie
alipata kuona akimsaidia kwa njia hii. Akasema hivi, nilikuwa nimesikia habari zako kwa kusikia kwa masikio, bali sasa jicho langu linakuona. Kwa sababu hiyo najichukia nafsi yangu na kutubu katika majivu na vumbi na majivu. Kwa sababu alikuwa anasikia habari za Yesu, hakuweza kuona mambo mengine. Ama alikuwa anasikia habari za Mungu na alitembea na alisimamia msimamo wake. Lakini hapa anasema kwamba aliona habari za Mungu. Na the word of the Lord inakwambia ni kumtumikia Mungu na kuwa dedicated na kujitolea kwa Mungu. Ni kweli kama tutaombewa kanisani na mtumishi wa Bwana, ombewa kwa mkutano, lakini Mungu anataka connection, very connection. Na kuomba na kuombewa, ni kwa mambo yanafanyika. Na hilo pia linahitajika, ninapenda kuomba. Ni kweli unasikia habari za Mungu, unasikia habari za Bwana, unafundishwa. Kajengwa kwa miaka, ukajifunza na mrefu, lakini Mungu ili akufanikishe. God is moved by principle. Mungu sukuma na kanuni unazozingatia. Mlango ule kwa sababu sina kwa na kuunganisha. Kuna mmoja anasema hivi, kama wasikia na kumtumikia, wakapisha siku zao katika kufanikiwa na miaka yao katika furaha. Kama wakisikia na kumtumikia, wakapisha siku zao katika kufanikiwa na miaka yao katika furaha. In order that God can manifest huyu Yesu atimitikisi kwa sababu ile kando na kuchukua kama mimi naitwa wasia ama dokta ama jina lolote, lakini ili Mungu anisaidie na anifanikishe kwa ile njia ya neno lake, anataka nisikie na nimtumikie ili nifanikiwe. Alafu pia anasema na kupisha siku zako kwa furaha. Kwani unafurahia siku zako? Utafurahia kwa Bwana. Hata unasema furahia katika Bwana, sio furahia. Wewe unafurahia kwa sababu kuna vitu vinatendeka, kuna mambo ambayo yanaonyesha. Kama vile Petro anasema tunatazama sasa. This is a manifestation. Kuna udhihirisho. Na hivyo tunataka. Hakuna mara nyingi sasa kwa ndio muone anafanya wakati na fanya ndio mmoja kwa Bwana. Lakini wewe mwenyewe ulioonja, umeendelea kuona ule uzuri. Ni kwa sababu hizo kanuni zako. Hauelekei masafa. Na hiyo ilifanya Kornelio akatembelewa na Bwana. Bali akasema Kornelio alikuwa mkuu wa kikosi cha Italia, jemadari wa jeshi. Lakini malaika alipokuwa akiomba saa 9, malaika akatokea. Akamwambia, nimekuja kwa ajili yako. Maombi yako na sadaka zako. Sadaka si pesa pekee yake, si ng'ombe pekee. Kwa sababu tunatoka ng'ombe mbuzi. Si hizo pekee yake. Kutenda mema na kushirikiana. Kama vile Waebrania anasema 13:16. Ni sadaka inayompendeza Bwana. Kujitoa mwenyewe mbele za Bwana. Ni sadaka ambayo Mungu anahesabu kama umejitoa. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana anataka watu mimi ile kiwango kwa kufanya kazi. Bwana fundi kwa wakati ule alikuwa 100 na fundi kama 2000 na moja. 1000. So na mimi nikijitoa hivi nikiacha shughuli zangu. Hiyo nimelipa zaidi ya 1000. Haleluya. Kujitoa kwanza. Na nikitoa mali yangu nimeongeza. So unaposema umempenda Bwana na unamtumikia, there must be a sign. Anasema hata kufanikiwa. Kwa kusikia neno la Bwana unafanikiwa, lakini kwa kutenda unadhihirisha kufanikiwa. Kwa sababu Yakobo anasema imani yetu inakuwa hai kwa sababu ya matendo.